Naibu Rais Kithure Kindiki amemwonya Rigathi Gachagua vikali huku akitaja kuhusu mahakama ya ICC. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope. Kumbuka kusubscribe. Naibu Rais Kithure Kindiki ameibuka kwa kishindo katika siasa za eneo la Mlima Kenya baada ya kumshutumu waziwazi naibu rais wa zamani Rigathi Gachagua kwa kujaribu kuvuruga uongozi wake katika ukanda huo ambao ni muhimu sana kisiasa. Kauli kali za Kindiki zimeibua hisia kali miongoni mwa wadadisi wa siasa, huku mgawanyiko wa kisiasa ukizidi kujitokeza ndani ya muungano wa Kenya Kwanza. Na katika taarifa yake hivi karibuni, Kindiki alikumbusha Wakenya mchango wake wa awali wakati wa kipindi kigumu cha kisiasa ambapo viongozi wa taifa, rais wa zamani Uhuru Kenyatta na rais wa sasa William Ruto walikuwa wanakabiliwa na mashtaka ya jinai dhidi ya binadamu katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC huku The Hague, Uholanzi. Alisema kwa wakati viongozi wengine walikuwa wakiepuka kushiriki au kuhusishwa na mchakato huo mgumu, yeye alisimama kidete kama wakili wa wawili wake watetea bila uoga mbele ya jumuiya ya kimataifa. Kindiki sasa anaonya kuwa Gachagua ameanzisha kampeni ya mgawanyiko katika eneo la Mlima Kenya, akitaja kama siasa za zamani zisizo na nafasi katika kizazi kipya cha uongozi. Kwa mujibu wa naibu rais, mbinu za kuchochea jamii kwa misingi ya kikabila au kimkoa si tu zinahatarisha mshikamano wa kitaifa, bali pia zinadhoofisha maendeleo ya taifa kwa ujumla. Ameweka wazi kwa hata ruhusu kuingizwa katika mivutano ya kisiasa ya kijamii na kikanda, bali ataendelea kuzingatia ajenda ya maendeleo kwa Wakenya wote bila ubaguzi. Akiwa mstari wa mbele katika kusimamia sheria, usalama na utawala bora, Kindiki anasisitiza kwa uongozi wa kweli unatakiwa kujengwa kwa misingi ya maadili, mshikamano na kujitolea kwa manufaa ya wote. Mbali na hilo, Kindiki alimtuhumu Gachagua kwa kuendeleza siasa za kibinafsi badala ya kushirikiana na viongozi wengine katika kuleta maendeleo na suluhisho la changamoto zinazokabili wananchi. Alionya dhidi ya mipango ya kugawanya eneo la Mlima Kenya katika mirengo inayoshindana kisiasa, akisisitiza kuwa sasa si wakati wa kupigania ukuu wa kikanda, bali ni muda wa kutekeleza miradi ya maendeleo inayogusa maisha ya wananchi moja kwa moja. Mgogoro huu wa wazi kati ya viongozi wawili wakuu kutoka eneo moja la kisiasa umekuwa ishara ya kuzorota kwa mshikamano ndani ya serikali ya Kenya Kwanza. Ingawa wote walikuwa washirika wa karibu wa kisiasa katika siku za awali, tofauti zao za kiitikadi na mikakati ya uongozi zinaonekana kuwasogeza mbali zaidi kila uchao. Huku mvutano ukiendelea kushika kasi, watazamaji wa siasa za kitaifa wanaongoja kuona iwapo mvuto huu utaathiri ajenda ya serikali na hatima ya umoja katika eneo la Mlima Kenya ambalo limekuwa na ushawishi mkubwa katika siasa za kitaifa kwa miongo kadhaa.